Tunawakaribisha mara tena katika ibada yetu ya siku ya leo. Tunamshukuru Bwana sana kwa sababu ya neema yake na nguvu zake na uweza wake mwingi. Amekuwa kimbilio na tegemeo katika maisha yangu. Siku ya leo ningependa tuangazie somo ambalo kichwa chake ni mpango wa Mungu kwa watu wake. Mpango wa Mungu kwa watu wake. Na tutaongozwa katika somo ambalo litatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 22 mstari wa 1 hadi 18. Biblia yasema hivi: Enyi wanaume ndugu zangu na baba zangu, nisikilizeni nijitetee mbele yenu sasa. Waliposikia kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania, wakazidi kunyamaza. Akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi, nalizaliwa Tarso, mji wa Kilikia, ila nililelewa katika mji huu miguuni pa Gamalieli. Nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa jitihada kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Nikawaudhi watu wa njia hii hata kuwaua, nikawafunga, nikawatia gerezani wanaume na wanawake, kama kuhani mkuu naye anishuhudiavyo, na wazee wa baraza wote pia. Ambapo nilipokea barua kwao kuwapeleka ndugu wale, nikaenda Dameski ili niwalete wale waliokuwa huko hata Yerusalemu, hali wamefungwa ili waadhibiwe. Ikawa nilipokuwa nikisafiri nikakaribia Dameski wakati wa adhuhuri, ghafla nuru kuu ikitoka mbinguni ikanimulikia pande zote. Nikaanguka chini, nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Nikajibu, wewe unani Bwana? Akaniambia, mimi ni Yesu Mnazareti ambaye wewe unaudhi. Na wale waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakusikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Nikasema, nifanye nini Bwana? Bwana akaniambia, simama uingie Dameski, na huko utaambiwa habari za mambo yote yaliyoamriwa uyafanye. Na nilipokuwa sioni kwa sababu ya fahari nuru ile, nikaongozwa na mikono ya waliokuwa pamoja nami, nikaingia Dameski. Basi mtu mmoja, Anania, mtumwa kwa kuifuata sheria, aliyeshuhudiwa wema na Wayahudi wote waliokuwa huko, akanijia, akasimama karibu nami, akaniambia, ndugu zangu Sauli, uone. Nikamuinulia macho yangu saa ile ile. Akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumwona yule mwenye haki na kuisikia sauti itokayo katika kichwa chake, kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshwe dhambi zako, ukiliita jina lake. Ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho. Nikamwona, naye akaniambia, hima, utoke Yerusalemu upesi, kwa sababu hawatakubali ushuhuda wako katika habari zangu. Na hilo ndilo neno lake Mwenyezi Mungu. Siku ya leo, kama vile ambavyo nimesema asubuhi hii, ningependa tuangazie somo kuhusu mpango wa Mungu kwa watu wake. Na tunaiona hadithi ya pili ya Sauli, na wakati huu ni Paulo, wakati anazungumzia kuhusu kubadilishwa kwake na kutoka kwenye mpango wake wa kwanza na kuingia kwenye mpango wa Mwenyezi Mungu, mpango wa pili. Hadithi hii anaishuhudia ama anaielezea kama mara ya pili, kwa sababu hadithi ya kwanza iko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Hapo ndipo tunaona kubadilishwa kwake kutoka yule ambaye alikuwa anaudhi kanisa lake Yesu Kristo, na anabadilishwa. Lakini wakati huu sasa yeye mwenyewe anaelezea mambo kuhusu jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alibadilisha mienendo yake na mpango wa Mungu ukadhibitika katika maisha ya Sauli. Na katika kufanya vile anazungumzia mambo kadhaa. Ningependa siku ya leo tusome mambo mawili, lakini somo la pili litabeba masomo mengine machache. Jambo la kwanza ni kuhusu mpango wa binadamu. Mpango wa binadamu ni tofauti sana na mpango wake Mwenyezi Mungu. Mpango wa binadamu una
inawekwa kwenye misingi ya mambo ambayo mwanadamu anayaona kwa macho yake. Imewekwa kwenye misingi ya mambo ambayo mwanadamu anafikiria ndiyo ya maana zaidi, yale tuyatiliayo maanani sisi kama mwanadamu, tukidhani huo ndiyo mpango wake Mwenyezi Mungu. Lakini mpango wa Mungu ni tofauti. Mpango wa mwanadamu umewekwa kwenye misingi kama ya lugha na ukoo. Katika mstari wa 2 na wa 3 Biblia yasema, waliposikia kwamba nasema nao kwa lugha ya Kiebrania wakazidi kunyamaza. Wakati walisikia huyu ni mtu wetu. Pengine kukubalika kwetu tunaweza fikiria ni kwa sababu ya ile lugha ambayo twainena, kwa sababu ya ukoo ambao tumeutoka. Alizungumza na lugha na ukoo wao. Mstari wa 3 nasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi, nilizaliwa Tarso, mji wa Kilisia. Mahali ambapo tumetoka, pengine tunadhani kwa sababu ya mahali tumetoka, huo ndio mpango wake Mwenyezi Mungu na ni wa maana sana. Ndio, kuzaliwa mahali pazuri ni jambo la maana. Ndio, kuzaliwa kwenye familia njema na familia tajika ni jambo la maana. Lakini hiyo haina kwenye mpango wake Mwenyezi Mungu. Mpango wake Mwenyezi Mungu ni tofauti sana sana katika maisha ya binadamu. Mahali tumetoka. Vilevile anazungumzia mambo ambayo alikuwa ameyataja kama ya maana. Anasema, mimi ni mwanasheria shupavu, nilisomeshwa na mwalimu ambaye anajulikana, ambaye ni Gamalieli. Kwa hivyo katika mambo ya kisheria nimekomaa vilivyo, alinifunza sahihi. Actually, mstari huo wa 3 ndivyo unasema, nikafundishwa sheria za baba zetu kwa usahihi, nikawa mtu wa jitihada kwa Mungu. Alifunzwa na Gamalieli, akafunzwa sahihi, akadhibitika katika mambo ya kisheria. Na watu wengine wanaweza fikiria mambo ambayo tumesoma ni ya maana, na kwa sababu tunasimama imara na mpango wa Mungu ni kwa sababu ya masomo yetu. Rahasha, tutaona mpango wake Mwenyezi Mungu ni tofauti sana. Watu wanafikiria kwa sababu utadhibitika katika maisha na utainuka kwenye maisha kwa sababu ya yale masomo ambayo umeyasoma. Ni ya maana ndio, lakini pengine mpango wa Mungu hauko kwenye hayo masomo. Yeye akawa mwanasheria, lakini tutakaviona baadaye usheria wake pengine ulimsaidia katika njia tofauti, lakini hapa sio kwa sababu ya hayo maringo. Vilevile anazungumzia kuhusu jitihada. Katika tu huo mstari akasema, nilitia bidii, nilitia jitihada sana kama watu wengi. Vilevile anazungumzia yale ambayo niliyoyatekeleza. Kuna watu wanafikiria mpango wake Mwenyezi Mungu unadhibitika katika maisha yao kwa sababu ya yale mambo ambayo wameyatekeleza. Yeye alikuwa na jitihada ya kuudhi kanisa lake Yesu Kristo, persecution. Akaweka bidii sana na akaifanya hiyo kazi na akaitekeleza kwa umakinifu, lakini mpango wa Mungu haukuwa pale. Huo sio mpango wa Mungu. Mpango wa binadamu unaweza kuwa ni yale ambayo umeyatekeleza, na kuna watu ambao wametenda mambo mengi sana, wametekeleza mambo mengi sana. Kila wakati wakienda mahali wakasema, ni mimi nililofanya hili na lile lingine na hilo lingine. Ukiwaambia jambo fulani wanasema, na mimi nilifanya vile na yale mengine, na ni mambo ya maana ambayo tumeyatekeleza katika maisha yetu, lakini pengine sio mpango wa Mungu, pengine hauko mahali pale. Basi tuingie katika somo la pili. Somo la kwanza ni yale tunayoyatilia katika maanani tukidhani ndio mpango wake Mwenyezi Mungu. Lakini ya pili, somo la pili ni yale Mungu angependa tuyatilie maanani. Huo ndio mpango wake, kwa sababu ndio mpango ambao anaona ndio salama, ndio sahihi. Na ningependa tuangazie mstari wa 10. Mstari wa 10 ndio unaonyesha somo hili vizuri sana kuhusu mpango wake Mwenyezi Mungu. Mstari wa 10 Biblia yasema, nikasema nifanye nini Bwana? Paulo akauliza Mwenyezi Mungu wakati aliona mwangaza, nuru, na akasikia sauti imetoka juu mbinguni. Aliuliza, nifanye nini Mwenyezi Mungu? Unajua, katika mpango wa binadamu ukikompea ama ukilinganisha na mpango wa binadamu, mpango wa Mungu na wa binadamu, mpango wa binadamu ni haya ndiyo niliyoyatekeleza, haya ndiyo ambayo nimeyafanya, hapa ndipo mahali nimetoka. Lakini mpango wa Mungu unaanza na swali, nifanye nini? Nifanye nini Mwenyezi Mungu? Na hilo ndilo swali Sauli aliona aulize. Nimeyatekeleza haya yote kwa muda huo wote, nimekuwa mtu ambaye amesoma, nimeudhi kanisa, nimefanya yale mengine yote, naweza jifunia haya, lakini mahali nimefika
nataka mpango wako Mwenyezi Mungu, nifanye nini? Kama unataka mpango wake Mwenyezi Mungu utimie, lazima uanze na hili swali, nifanye nini? Kuna watu wanaingilia mambo, hata kama ni biashara, hata kama ni miradi tofauti tofauti, wanaingia tu bila kumuuliza Mwenyezi Mungu nifanye nini, ili waelekezwe naye Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo tunafanya makosa na tunakosea katika hatua zile ambazo Mwenyezi Mungu angependa tuzichukue. Paulo aliuliza, nifanye nini Mwenyezi Mungu? Ukimuuliza Mwenyezi Mungu jinsi ambavyo angependa, atakuelekeza. Hebu tuangalie vile Paulo alivyoelekezwa naye Mwenyezi Mungu. Mpango wa Mungu uko na tofauti na wa mwanadamu. Mpango wa Mungu unahusu mambo kadhaa, na haya ndiyo Paulo aliyoelekezwa, na ningependa yawe ndiyo masomo yetu, na tutaangalia mambo 6 ambayo yalionekana kwa sababu Paulo amefungua na akauliza, nifanye nini Mwenyezi Mungu? Katika kufungua kule akaonyeshwa mambo 6, na haya ndiyo ningependa tuyasome siku ya leo, ili tuone vile jinsi Mwenyezi Mungu angependa kutuelekeza katika mpango wake, ili tuwe watu ambao wamedhibitika katika sio tu mambo ya imani, lakini hata mambo ya hapa duniani. Jambo la kwanza, aliambiwa baada ya kuuliza nifanye nini, Mwenyezi Mungu akamjibu akamwambia, Bwana akaniambia, mstari wa 10, simama uingie Dameski, na huko utaambiwa habari za mambo yote yaliyoamriwa uyafanye. Get up, arise. Jambo la kwanza ni arise and go. Mpango wake Mwenyezi Mungu ni kusimama na kuenenda. Ni mambo ya imani, kusimama. Kama unataka Mwenyezi Mungu adhibitishe mipango yake ndani yako, lazima uwe na imani ya kusimama hata kama huoni. Kumbuka ya kwamba haoni, macho yake yamefungana. Mahali kwingine tunaamka tu na tunaenda kwa imani, hata kama hatuoni, lakini tunaamini yale tumeyasikia kwa imani. Yale Mwenyezi Mungu ametuambia, amka, anzisha hii biashara, amka, anza huu mradi, amka, tenda hili jambo. Inategemea amani. Tunamuona Paulo akiamka na kusimama na kuenenda hata kama haoni. Na ni mahali kwingi sana tumeenda bila kuona. Biblia yasema hatuenendi kwa sababu ya kuona, lakini tunaenenda kwa sababu ya imani. Tunaamini ya kwamba tumesikia hiyo sauti na tunaondoka, tunaenda. Mpango wa Mungu lazima uanze na imani. Lazima uanze na imani ambayo imedhibitika vilivyo. Amka, enenda. Faith, arise and go. Na akaamka na akaenda. Akaambia ukienda, hapo ndipo utajua yale yamepangwa juu yako. Kumbuka Abrahamu aliambiwa, ondoka, enenda, toka nchi yako, enenda, na huko nitakuonyesha vile mambo itakavyokuwa, nitakubadilishia maisha. Abrahamu aliamka kwa imani, hata kama hajui alikuwa anaenda wapi, lakini ameambiwa, acha watu wako, ondoka na uende. Mpango wa Mungu unaanza kwa imani. Hata kama hatujui mahali tunaelekea, hata kama hatujui yale ambayo yatakuja kesho, mwezi ujao na miaka ijayo, lakini tunaamka kwa imani. Hata kama macho yetu ya mwili hayaoni, lakini macho ya kiroho lazima yaone kwa imani. Tunaondoka. Jambo la pili ambalo tunaliona ni kugojea kwa subira. Mpango wa Mungu unahusu kugojea kwa subira. Paulo aligojea pale kwa siku 3. Mahali alipoingia ilibidi agojee akiwa haoni kwa siku 3. Na sio tu kugojea hivyo, aligojea akiomba na akiwa amefunga. Biblia yasema hakula. Alikaa mahali pale bila kukula kwa siku 3 akiomba. Akagojea kwa subira. Alipoenenda Dameski, kuna watu wengi sana ambao wamekosa hili tunda la Roho Mtakatifu. Kugojea kwa subira. Kugojea kwa subira sio tu kugojea ukipiga makelele. Sio kugojea tu ukinungunika. Paulo alijua siri. Aligojea Mwenyezi Mungu amuelezee vile maisha yake itakavyokuwa, vile mpango wake ulivyo baada ya hapo, akiomba na kufunga. Wakristo, kama tunataka mipango yake Mwenyezi Mungu idhibitike katika maisha yetu, lazima tugojee kwa subira, lakini sio kugojea tukipiga makelele ama tukiwa na manunguniko ndani ya maisha yetu. Ni kugojea katika hali ya maombi na kufunga. Wakati kama huu ni wakati wa kuomba na kufunga. Tukigojea kwa subira, Mwenyezi Mungu atufungulie na atuonyeshe ni hatua nyingine gani ambayo tutachukua. Kuna watu wengine sababu ya COVID-19 sasa hawajui ni hatua gani watachukua kesho na mwezi ujao na mwaka ujao, kwa sababu mambo inakaa kama imesabaratika na hawaoni mbele.
lakini gojea kwa subira. Hili ni tunda la Roho Mtakatifu. Gojea kwa subira, na ni kugojea kwa subira ukiomba na kufunga. Kugojea ukifunga. Jambo la tatu ni kwamba mienendo yake na mipango yake Mwenyezi Mungu huleta kubadilika kwa maono na mtazamo wa maisha. Alipewa jambo la kwanza, alikuwa naona, lakini sasa akaguzwa mara tena ili aone mara ya pili. Na hii inaonyesha ya kwamba kuona kwa kwanza kwa Paulo kulikuwa mpango wake. Kuona kwa pili, kuguzwa mara ya pili, ilikuwa kuona kwake Mwenyezi Mungu ili aone mtazamo tofauti. Change of vision, a second chance. Akapewa nafasi ya pili ya kuona. Hii ni kumaanisha sasa utaona kwenye mtazamo wako tena, sasa lazima uone kwenye mtazamo wake Mwenyezi Mungu. Lazima tuwe tayari kuguzwa mara tena na kuanza kubadili mawazo na maono. Vile ambavyo tulikuwa tunaona beleni, we must change our attitude. Vile ambavyo tulikuwa tumezoea kuona mambo na kuyatafsiri, lazima tuyaone katika njia tofauti. Hiyo ndio mpango wake Mwenyezi Mungu, na kuona katika njia yake Mwenyezi Mungu. Jambo la 4 ambalo lilifanyika wakati alimaliza kuguzwa macho na akafunguka tena, sasa jambo lingine likafanywa na liko mstari wa 14 na 15. Biblia yasema hivi, mstari wa 14 na 15, akasema, Mungu baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumuona yule mwenye haki na kusikia sauti itokayo katika kinywa chake, kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Mambo 4. Mpango wa Mungu unahusu kumuona. Lazima umuone. Na wakati alielezewa haya maneno, aliambiwa Mungu amekuchagua wewe ili umuone. Namba 2, umsikie. Namba 3, umjue. Na namba 4, umshahidi. Mpango wa Mungu ni kwamba tumuone, tumsikie, tumjue zaidi, na baada ya kumjua zaidi tumshuhudie. Huo ndio mpango wake Mwenyezi Mungu. Kuna watu ambao wanaendelea katika maisha yao kwa mipango yao wenyewe, wakidhani Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao, lakini hawajamuona huyu Mungu ambaye anawaongoza. Hawajamsikia ili wasikie wajue anasema nini. Hawajamjua kidhabiti ili waelewe kabisa mienendo yake na njia zake angependa namna gani. Kwa hivyo hawezi kumshahidia, hawezi kuwa shahidi wake Mwenyezi Mungu kwa sababu hawajamsikia, hawajamuona, hawajamuelewa. Mpango wa Mungu ni kumuona, kumsikia, kumjua ili umshahidie. Jambo la 5 ambalo lilifanyika katika maisha ya Paulo katika hii hadithi yake ambayo inatuonyesha mpango wake Mwenyezi Mungu ni kwamba mpango wa Mungu unahusu kuendelea kupigana vita vya kiroho. Kupigana vita vya kiroho. Hakusimamia mahali pale. Mstari wa 17 Biblia akasema, ikawa nilipokwisha kurudi kule Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho. Kumaanisha hata wakati aliporudi Yerusalemu kwao, hakukaa tu. Mambo ya kuona mpango wake Mwenyezi Mungu sio jambo la mara moja. Ni process ambayo inaendelea. Akaendelea kuendeleza katika vita vya kiroho kupigana. Na akiwa kwenye hizo vita, ndipo akaona maono. Na katika kuona kwake inatupeleka kwenye somo la mwisho. Mpango wa Mungu unahusu kuelekezwa salama. Kuelekezwa salama. Linganisha hii na kujielekeza wewe mwenyewe. Akaona maono. Akiwa kwenye hizo vita vya kiroho akipigana, Mwenyezi Mungu akamtokea. Akamwambia, ondoka mahali hapa. Ondoka mahali hapa. Enenda, kwa sababu hawa watu hawataamini ushuhuda wako. Hawatauamini huo ushuhuda wako. Mpango wa Mungu unahusu kuelekezwa salama. Kama unataka kuelekezwa salama katika biashara, katika mambo yako, katika masomo, katika malezi, katika jamii, katika kazi zote ambazo unazifanya, katika huduma, lazima uwe mtu ambaye anaendelea kupigana vita vya kiroho. Lazima uendelee kupigana na kupambana katika hizi vita vya kiroho. Mwenyezi Mungu na atusaidie ili kuangalia mipango yetu na mipango yake Mwenyezi Mungu, ili kuangalia vile ambavyo Mwenyezi Mungu angependa katika mambo hayo yote. Inaanza na tumesema kusimama kwa imani na kuenenda. Aliambiwa simama, enenda. Inahusu kugojea kwa subira. Inahusu
kubadilisha mawazo na kubadilisha vile ambavyo maono na mtazamo wa maisha. Inahusu kumwona, kusikia, kumjua na kumshahidi. Inahusu kuenenda na kupigana vita vya kiroho. Na finally inahusu kuelekezwa kwa salama. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, utusaidie na utuongoze. Neema yako nyingi itawale katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya kutujulisha kuhusu mpango wako, mpango ambao ni wa ajabu, mpango ambao ni wa maana, mpango ambao Mfalme ungependa sisi tuufuate. Tunaomba ya kwamba katika kila jambo ambalo tunalifanya, hata wakati kama huu ambapo hali ni ngumu, ya kwamba wale wote ambao wanasikiza ujumbe huu watafuata mpango wako, ili Mfalme wadhibitike katika mambo ya imani na ya hapa duniani. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, kushukuru na kuamini. Amina.